Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya punda. Unaweza kuumia sehemu yoyote ya mwili. Utaongeza mtaji wa kazi yako. Kumjulisha mtu jambo ambalo alikuwa halijui. Kuonesha nia yako wazi kwa jambo. Hutokuwa na lengo la kudhulumu, ila utaifanya haki japokuwa watu watakuwa wagumu kukuelewa kwa hapo mwanzo. Unaweza kupata unachotaka. Utafananishwa na mtu kimuonekano au matendo. Kusubirishwa sehemu ya huduma. Utalizungumzia jambo kwa muda mrefu. Kujihisi hasira na sauti yenye ukali. Mtu ataonesha hali ya kukusikiliza na kuhitaji kukupatia msaada. Utakachokitoa kitawafikia wahusika. Kuhisi ulikuwa unazungumza na mtu ukiwa upo singizini. Kulifikiria jambo la mtu. Nyota ya Simba. Unafanya mengi ya kujiendeleza. Utakuwa karibu na mtu mwenye kisirani. Utachagua njia sahihi ya kuepukana na mtu. Kuona jambo linaendea kuwa sawa. Makubaliano ya kifedha kuwepo. Kuhisi kuchoka sana na utahitaji muda kupumzika zaidi. Mwenza wako atakuwa na maongezi mazuri kwako. Baadhi yenu mnaweza kukosana kabisa. Kuhisi hali ya kufichwa kitu. Utamzania mtu vibaya ikiwa hayuko hivyo. Kuna jambo litakalotokea ambalo liliota kwa muda mrefu. Utaamini kuwa unaupewa kujua kitu cha baadaye. Utaelezewa jambo kwa undani. Kuhisi hali ya usaliti. Kuzibaini ishara za upendo kwa mtu. Utasita kusema jambo. Nyota ya Mshale. Kukata tamaa kwa jambo. Hali ya wasiwasi kukujia. Mtu haoneshi hali ya kukushukuru kwa mazuri unayomtendea. Hali hii itafanya ujihisi vibaya. Ukweli wa jambo utakuweka huru. Kushindwa kutoa suluhisho. Utahaidiwa kitu. Tatizo la ghafla kuisha au kutatuliwa kwa haraka. Neno lako mtu atalizingatia. Nyota ya Nge. Utalisikia jambo ambalo ulishawahi kulisikia muda mrefu sana. Au lilisikia kwa mtu fulani. Utapata kitu ulichokisubiri. Mtu atakuambia ufanye jambo ambalo litakuwa na manufaa kwako. Leo ni siku ambayo inatenda mambo mazuri. Kujishughulisha zaidi katika mawazo mazuri. Utakuwa mwenye utulivu sana. Kuchunguza jambo ambalo utapendezwa nalo. Kuondoka sehemu kwa haraka. Nyota ya Samaki. Kujiombea neema kubwa ikufikie. Bado una matumaini ya kufika mbali. Unahitaji hata kwa sasa mambo yako yaweze kuwa sawa. Kujipa muda zaidi kwa utulivu. Mtu aliyekuwa ni msaada kwako atakujia sana akilini. Funzo lilompatia mtu litampa mwelekeo bora. Kuwa na kisirani kwa baadhi yenu. Kupinga kauli ya mtu inayofanya mnasozana mara kwa mara. Kuna jambo hautohitajika kukurupuka kufanya. Pata muda wa utulivu uweze kujua usahihi wa majibu yako na utekelezaji. Nyota ya Kaa. Kuthamini sana kitu. Utafanya juhudi ya kuangaikia kitu. Utapatiwa heshima. Kwa baadhi yenu kuhisi mmepoteza kabisa. Muunganiko wa ndugu au watu muhimu haupo tena. Ni sawa na kutengwa au kuamua kujitenga. Kutaka kufikia malengo japokuwa vikwazo ni vingi, hata katika utafutaji. Chuki hujizalisha kwa watu hata kwa wema ufanyao. Mtu anasisitiza kitu kwako, ambacho kinakupa mwangaza mzuri. Maombi yako leo yana nguvu sana. Ulichokiwaza au kusema, ndicho utakachokiota. Akili yako inaweza kufikiria vingi vibaya, venye kukupa hofu au kukuumiza. Ikatae hali hiyo. Ruhusu hisia nzuri za kutafakari zenye kuleta majibu. Kwani unaweza kuona kitu hata kilichopo gizani. Ruhusu nguvu yako pia ifanye kazi. Ni rahisi mno. Na ndiyo maana kuna muda unaepukana na shari bila kujua. Kutokana na nguvu inayokupa usaidizi. Usiige tabia ambayo si nzuri. Kulingana na watu unaoishi nao. Chagua usahihi. Usifanane na wao kwenye udhalimu kwa maana ya dhuluma. Yaani uonevu, dhuluma au kutotenda haki. Maombi yako yanafungua amani moyoni mwako. Unaweza kufurahikiwa na mtu na utashangazwa kwa hilo.
Kitu cha kukushangaza kipo njiani kukufikia. Ni kwa namna nzuri, usiwe na wasi. Nyota ya mapacha. Unapata mwongozo kwa kila unachokifanya. Unaweza kujihisi hali ya utofauti ukimfikiria mtu. Hutotamani kukosana na mtu fulani. Kupata kitu cha bure au bila malipo. Kuitambua haki na kuendelea kufanya jambo kwa haki. Kuna mambo mengi ya kujifunza ili uwe bora. Utaruhusu utulivu wa kina kuweza kujifunza. Kujiondosha kwenye hila. Kufuata jambo zuri linalokupendeza. Kusema kitu kwa kujitakatisha na kuondoa vifungo vya maneno ulivyowahi kutamka kwa namna iliyokuwa mbaya. Viashiria vizuri vitajionyesha kwako kwa jambo. Nyota ya ndoo. Kuna jambo la kusikitisha au la aibu linaweza kutokea. Huu ni muda wa kujifunza na kukua zaidi kiuelevu kwa mambo yatakayokuzunguka kupitia unaoishi nao kwenye harakati zozote. Kujua nia mbaya za watu wa karibu. Kuhofia mtu kujidhuru. Utapata taarifa ya mtu kuwasili siku ya leo. Kupata mshtuko wa jambo. Hisia za huzuni kuwepo. Kosa lililotendeka unaweza kujihisi polarized na hasira. Ukweli ni kwamba wengi mpo gizani. Hamjui lini mtapata mwangaza, ila sababu kuu ni wewe mwenyewe. Angalia ulipokosea uweze kusahihisha. Vifungo vingine ni vya kujitakia bila kujua. Ruhusu kutoka kifungoni kwa sasa. Wewe unaweza kubadili kitu kwa haraka. Msimu huu vipo vingi vya kuvipata na kujivunia. Waliokuwa huru ni muda wao wa kuneemeka sasa. Leo ni dhahabu yako ya kesho. Itunze uweze kufaidika kwa usahihi. Acha kuufanya moyo wako utawaliwe na huzuni. Maamuzi ni yako yaliyo moyoni. Nyota ya mizani. Kuna uwezekano mkubwa wa wewe kushindwana na mtu. Inawezekana ulikuwa hauko makini kwa jambo. Unaweza kufanya makosa zaidi. Kuna wakati utaweza kuhisi kufanyiwa hujuma. Yaani kuvurugiwa mambo kwa siri katika mafanikio yako. Utachoka kuelezea kitu mara kwa mara. Maneno ya mtu yanakupa mawazo tena. Wiki hii unaweza kujihisi vibaya mno. Ila kwa upande wa wengine, kuna furaha kubwa. Mambo mazuri hasa kama ulikuwa mtiifu mwenye nia nzuri kwa watu. Malipo mengi kukufikia. Baraka zinaingia kwako. Wengi mtakuwa kwenye ndoa zenye furaha baada ya kuamua kubadilika na kutuliza pia hisia zako. Vyanzo vya mapato kufunguka pole pole ili uweze kufikia lengo bila kugusa zenye husda ndani yake. Nyota ya mbuzi. Unahimizwa kuwa mwenye busara. Kutegua mitego mingi kwa akili. Kuwa na maneno mazuri yenye hekima ili usitofautiane na watu. Na uwe kwenye misingi bora. Kuna mtu atakuudhi, ila epuka kabisa marumbano naye. Mtu anajua kuwa unamchukia. Kuwa mwenye tahadhari, kwa sababu hilo ni chaguo lenye hekima sana. Shari nyingi za maneno zitakuandama, lakini unatakiwa kuwa makini nazo. Simu za mtu zitakuwa ni usumbufu kwako. Mtu mpya kuletwa katika kazi. Kuzoeana na mtu kwa haraka. Kama vile mlishawahi kukutana hapo mwanzo. Kupiga picha ya ukumbusho. Nyota ya ng'ombe. Uhusiano mpya kujengwa. Katika mapenzi, biashara, kazi na kadhalika. Kutopendezwa na squabbles zinazojitokeza. Kuthamini utu na namna ya mtu kujitoa. Kuangalia sana saa kwa kutaka kwenda na wakati kwenye taratibu zako. Jambo jipya kuibuka. Yaani unaweza kupata taarifa mpya kabisa. Macho yako kuwa na ukungu wa mkapo. Unahisi hali ya utulivu na hasira pia kukuingia. Utakaa sehemu ya watu wengi na kujihisi kichwa kukuuma. Utakuwa na maelewano mazuri na mtu. Pia anaweza kuwa ni mtu ambaye ulikosana naye. Kufikiria sana usaliti. Pia unaweza kuota jambo hilo la usaliti. Kuna mabano kuhusu hilo. Tafuta uchambuzi. Nyota ya mashuke. Mtu anakukubali au kukupenda kwa kuwa upo kawaida sana. Si mwenye kujisikia kama wengine. Unajali muda na mtu pia. Kulingana na mnavyoishi. Ugomvi si asili yako. Labda itakapokulazimu.
Siku ya leo usifanye makosa ya kumwadhibu mtoto au mtu yeyote hata kwa maneno makali. Kwa kuwa una mnyororo wa kufunga na kurudisha shambulio kwa nguvu za kuharibu. Itumie nguvu yako vema siku ya leo. Taja mambo mazuri kwa kufanyia maombi. Jitakase kwa kifungo ulichokuwa nacho. Mwenye macho ya kuona, atakuona katika mabadiliko makubwa sana. Usifanye mzaha kwenye jambo lolote. Amua, fanya kitu kwa nia. Usimjeruhi mtu ikiwa hakuna sababu ya msingi. Maana unaweza kujikuta unajiumiza wewe mwenyewe pia. Utachukizana na mtu sana. Ila furaha ni kwamba, kuna ongezeko zuri utalipata. Ikiwa uko na mtoto, basi tarajia kuona mfanano mkubwa kwa matendo, hisia na vinginevyo kwa mtoto huyo, kulingana na wewe jinsi ulivyo. Kuna nguvu ya mtoto huyo inaweza kukuambia kitu na utakipata au kitatokea. Hata kama ulikuwa hufanani naye, ila leo utafanana naye. Ishara nyingi utazitambua kwa maana zake. Picha au kumbukizi ya mtu itakutoa machozi. Utamtafuta mtu fulani kwa mazungumzo au shida muhimu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.